Kauli mpya ya Trump juu ya meya mpya wa New York inaacha maswali mengi kweli kweli, kwa sababu inaonyesha wazi wazi ya kwamba hajapendezwa na chaguo ambalo raia wamelifanya ya kuweza kumchagua meya yule Muislamu, lakini ambaye yupo katika upande wa communism ama ni communist. Sasa leo wakati anahutubia amekuja hadharani na kutoa maneno ambayo kiukweli hata mwenyewe yameacha mdomo wazi, na watu wengi kweli kweli wameanza kujiuliza kwa nini ameweza kuongea kitu kile. Alisema kwa kuwa mimi nipo kwenye ikulu hii, yani White House, the USA will never become communist, we will stop this nonsense, akimaanisha kwamba Marekani ama USA haitakuja kuwa komunisti na tutapambana nao kwa namna yoyote ujinga huu. Ameongea haya wakati meya mpya wa New York akiweza kuapishwa na akipewa nafasi. Ni kijana mdogo sana, ana umri wa miaka 34 baada ya kuchukua nafasi. Kwa hiyo kati ya maneno ambayo Trump alikuwa amezungumza, akasema nilikuwa nimewapa option ya kuchagua, aidha wachague upande wangu au upande wa komunisti ama communism. Bahati mbaya zaidi wameweza kwenda upande wa communism. Sasa lazima nitapambana nao na niweze kuhakikisha hiki kitu kinaweza kuondoka kabisa kwenye taifa hili, kwa sababu siwezi kuvumilia mambo kama haya ambayo najua yatakuja kuleta changamoto kubwa zaidi baadaye. Hii ni moja ya hotuba ambayo sasa hivi inazoa nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Meya mpya wa New York ni mtu ambaye kiuhalisia asili yake alikuwa ni mkimbizi ambaye ameingia kwenye taifa lile, lakini baadaye yani familia yake kiasili ni ya wakimbizi ndio ambao walikuwa wameingia kwenye taifa lake, taifa la Marekani, na madai maisha yakaweza kuendelea mpaka anakuja kupata nafasi kubwa. Na kwenye ripoti ambayo alikuwa ameitoa siku ya jana akiwa anahutubia, aliweka wazi ya kwamba mimi ni communist, mimi ni Muislamu na siwezi kuomba radhi kwa kuwa hivyo, siku zote nitaendelea kuwa hivyo. Na raia wengi waliweza kumpongeza kwa sababu cha kwanza ni kijana, na hotuba ambayo alikuwa ameitoa watu wengi walikuwa wamevutiwa nayo kwa kile ambacho alikuwa amekizungumza. Sijui mgogoro huu utakuja kuisha kwa namna gani, kwa sababu maswali ambayo yapo ni mengi, na kwa kauli ya Trump ya kwamba atapambana naye, sijui ataweza kupambana naye kwenye namna gani, lakini inaweza kumtengenezea ugumu kweli kweli, kwa sababu moja ya majimbo makubwa ambayo watu walikuwa wanategemea Trump ataweza kujivunia ushawishi mkubwa basi ni New York, na ameweza kukosa. Nadhani sasa hivi Trump atakuwa anakutana na vikwazo vikubwa zaidi kwenye ufanyaji wa maamuzi yake kule Marekani.